Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semo ametoa ushauri mzito wa mambo matatu makuu kwa serikali ili kufikia maridhiano ya kweli na ya kudumu nchini. Akizungumza mnamo Agosti mosi mwaka 2026 jijini Dar es Salaam wakati akifungua mafunzo ya siku 3 ya mawadiwani wa chama hicho waliotoka katika kata mbalimbali nchini, mwanasiasa huyo alitia mkazo kuwa nchi haiwezi kuwa na utulivu wa kisiasa bila misingi madhubuti ya ukweli, haki pamoja na uwajibikaji wa kitaifa. Taarifa hiyo pia ilithibitishwa rasmi na naibu katibu wa habari, uenezi na uhusiano wa umma wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo. Katika maelezo hayo, mtendaji mkuu huyo wa chama cha upinzani alisisitiza kwa ili mchakato huo wa maridhiano uwe na tija halisi na maana dhabiti kwa wananchi wote, serikali inapaswa kuchukua hatua ya kwanza kwa kuwaachilia huru wafungwa wote wa kisiasa chini ili kuondoa viashiria vya msisimko na migogoro ya kisiasa inayoweza kukwamisha mazungumzo na utulivu wa taifa. Hatua hiyo inatajwa na wanasiasa wa upinzani kuwa msingi wa kwanza wa kujenga kuaminiana kati ya serikali na vyama vya siasa za upinzani ambavyo vimekuwa vikilalamika kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama na viongozi wao katika maeneo mbalimbali nchini. Mfumo wa kisiasa nchini umekuwa ukikabiliwa na changamoto za mtazamo kuhusu uwepo wa wafungwa hao, ambapo kuachiliwa kwao kunaelezwa na chama hicho kuwa kitafungua milango ya mazungumzo ya amani na kupunguza chuki za siasa zilizopo. Hatua ya pili iliyoelezwa na kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Semo ni kuitaka serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuruhusu uchunguzi huru wa kitaifa kuhusu matukio yote ya mauaji yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, hatua inayotajwa kuwa msingi wa kurejesha haki na uwajibikaji kwa jamii. Matukio hayo ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 yaliacha majeraha makubwa ya kisiasa na kijamii, ambapo wadau mbalimbali wamekuwa wakiomba kuwepo kwa jopo kisicho na upendeleo kitakachochunguza kwa kina chanzo cha vifo hivyo, kubaini waliohusika na kuhakikisha kuwa sheria inachukua mkondo wake bila kuangalia nafasi ya mtu serikalini au kwenye jamii. Masuala ya haki na uwajibikaji yamekuwa nguzo kuu katika mijadala ya kisiasa nchini Tanzania, na ACT Wazalendo inaeleza kuwa bila kurejesha haki kwa waathiriwa wa matukio hayo ya mauaji, juhudi zote za kuleta maridhiano zitakumbana na ukuta wa kutoaminiana kati ya raia na chombo cha dola. Uchunguzi huo unaompa kufanyika kwa wazi ili matokeo yake yakubalike na pande zote zilizoathirika na matukio hayo. Jambo la tatu katika ushauri huo lililowasilishwa na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semo linahusu serikali kutoa ramani ya wazi ya kupatikana kwa katiba mpya ya wananchi na kuanza rasmi mchakato wa kupatikana kwake, jambo linalotajwa kuwa nguzo kuu ya mfumo wa kisiasa unaolinda haki za kila raia wa Tanzania. Mchakato wa katiba mpya nchini Tanzania una historia ndefu iliyoanzia katika awamu zilizopita za uongozi na umekuwa ukielezwa na vyama vya upinzani kama suluhu ya kudumu ya migogoro ya kiutawala, utenganishwaji wa madaraka na ulinzi wa haki za binadamu. ACT Wazalendo inaona kuwa uwepo wa ramani inayoelekeza na yenye kuweka mipaka ya muda utatoa uelekeo sahihi wa kisheria na kuzuia mchakato huo usiahirishwe au kutumiwa kama chombo cha kisiasa wakati wa uchaguzi. Katiba mpya inatazamwa kama msingi utakaojenga taasisi imara za demokrasia na kuhakikisha kuwa utawala wa sheria unatawala juu ya matakwa ya mtu binafsi au chama kilichopo madarakani. Mwanasiasa huyo mkuu wa chama cha ACT Wazalendo aliongeza kuwa mambo haya matatu
tayari yamewasilishwa rasmi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati wa mkutano wake na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa nchini, huku akibainisha kuwa msimamo huo uliridhishwa rasmi na kamati kuu ya ACT Wazalendo katika vikao vyake vya Januari na Aprili mwaka wa 2026. Vikao hivyo vya kamati kuu ya ACT Wazalendo vilifanyika kama sehemu ya tathmini ya ndani ya chama hicho kuhusu mwelekeo wa kisiasa nchini na haja ya kuwa na kauli moja juu ya masuala ya kitaifa. Mikutano kati ya mkuu wa nchi na viongozi wa vyama vya siasa imekuwa jukwaa kuu la majadiliano ya kisiasa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa maridhiano, ambapo vyama mbalimbali vimepata fursa ya kuwasilisha kero na mapendekezo yao kwa serikali iliyopo madarakani. Kupitishwa kwa msimamo huo na kamati kuu kunafanya masharti hayo matatu kuwa kauli rasmi na ya mwisho ya sera ya chama hicho kuhusu maridhiano na serikali. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semo alieleza kuwa chama chake kimetekeleza wajibu wake wa kisiasa na kikatiba kwa kuyawasilisha mambo hayo kwa mkuu wa nchi, na kwamba sasa majibu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Suluhu Hassan pamoja na serikali inayoiongoza ni ya kutekeleza masuala hayo, huku chama hicho kikiahidi kuendelea kusimamia imara iwapo kitaona nia ya dhati ya serikali. Taasisi ya urais chini Tanzania ina mamlaka makubwa ya kikatiba na kisheria katika kuruhusu na kuongoza michakato ya kisheria na kisiasa, ikiwa ni pamoja na kutoa msimamo wa kirais kwa wafungwa na kuanzisha baraza za uchunguzi au mchakato wa mabadiliko ya kikatiba. Kwa kuwasilisha hoja hizo moja kwa moja kwa mkuu wa jeshi, ACT Wazalendo inaonyesha kuwa inatambua nafasi ya serikali kuu katika kufanya maamuzi magumu yanayotakiwa ili kubadilisha uelekeo wa kisiasa na kijamii nchini. Utekelezaji wa mapendekezo haya unategemea zaidi utayari wa kisiasa wa serikali iliyopo madarakani kuchukua hatua hizo zinazoombwa na wadau wa upinzani. Katika hatua nyingine ya mafunzo hayo jijini Dar es Salaam, kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Semo aliwataka madiwani wote wa chama hicho kuwa mstari wa mbele kutetea msimamo huo wa uwajibikaji, huku wakiweka maslahi ya wananchi mbele na kuwaangazia kusimama kwa umakini matumizi ya rasilimali ya umma na kulinda haki za wananchi katika kata zao. Madiwani ni wawakilishi wa wananchi katika nguzo ya msingi wa utawala wa serikali za mitaani, ambapo masuala ya maendeleo, kodi na huduma za kijamii yanaratibiwa moja kwa moja. Maelekezo hayo kwa madiwani yanalenga kuimarisha wajibikaji wa viongozi wa kuchaguliwa ili kuhakikisha kwa rasilimali zinazotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo hazipotei au kutumiwa vibaya, jambo linaloathiri maisha ya kila siku ya mwananchi na wananchi wa kawaida katika maeneo yao. Madiwani pia wametakiwa kuwa sauti ya wananchi wanaokumbana na ukiukwaji wa haki za binadamu katika ngazi za mitaa na kata.